ili upate kupokea. Nimesimama hapa tu kama kuhani wa hii madhabahu, kama baba wa familia, kwa ajili kutoa neno kwa ajili ya watoto wa nyumba hii na watoto wote ambao wamekusanyika. Lakini kwa mahubiri kwa kweli yalikuwa yanatosha kabisa. Haleluya. Ila kwa sababu ni lazima nizungumze chochote mwaka unapoingia, nataka tuwe na maombi ya tofauti usiku wa leo ambayo tutamuomba Mungu. Ndio maana nimesema usikae kibosibosi, ukae kwa kujiachia mbele za Bwana. Umaarufu wako toa kabisa, jilegeze mbele za Bwana, na Mungu yuko tayari kukuhudumia. Mtu yoyote uliyefika mahali hapa, ulikuwa umeokoka au hujaokoka, utahudumiwa na Mungu usiku wa leo, kwa sababu umeitwa na ukaitika. Haleluya. Ujumbe wangu wa leo unatoka kwenye kitabu cha Torati. Utakuwa unaangalia hapo juu hapo, utaona kitabu cha Torati sura ya 2 na mstari wa 31. Hapo ndipo tunalipata neno letu la mwaka 2026. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nisome. Jambo hili limekuwa likiimba kama wimbo ndani, na itakuwa hivyo hivyo. Biblia inasema mstari wa 31, kisha Bwana akaniambia, tazama nimeanza kumtoa Sihoni na nchi yake mbele yako. Anza kumiliki upate kurithi nchi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa ndipo neno la Mungu linatoka hapa, ambalo tutalibeba kwenye mwaka huu. Neno la Mungu nasema, tazama nimeanza kumtoa Sihoni na nchi yake mbele yako. Anza kumiliki upate kurithi nchi yake. Ni mwaka wa kuwaondoa waliozuia umiliki katika nchi. Wale waliozuia umiliki wako katika nchi, mwaka tunaokwenda wao wataondoka. Ndivyo neno la Mungu linavyosema. Tazama nimeanza kumtoa Sihoni mbele yako. Anza kumiliki upate kurithi nchi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Narudi sasa, nasoma kwenye kuanzia mstari wa 26 ili uelewe kwa nini Sihoni anatolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili mwingine amiliki. Kwa nini Sihoni anatolewa? Iko hivi kwenye kitabu cha Torati hiyo sura hiyo mstari wa 26. Neno nasema hivi, nikatuma wajumbe kutoka bara la Kedemothi kwenda kwa Sihoni mfalme wa Heshboni na maneno ya amani. Mtu mmoja aseme maneno ya amani. Na maneno ya amani kusema, nipishe katika nchi yako, nitakwenda kwa njia ya barabara, sitageuka kwenda mkono wa kuume wala wa kushoto. Nawe uniuzie chakula kwa fedha nile, unipe na maji kwa fedha ninywe, ila unipishe katikati kwa miguu yangu. Hayo tu. Hebu sema hayo tu. Ni hayo tu. Huyu anaomba kupita, ameagizwa na Mungu kwenda mahali. Hawa watu wameagizwa na Bwana, kuna mahali wanaelekea. Kuna vitu Mungu amekusudia uvipate kwenye maisha yako. Kuna baraka Mungu amekusudia uzipate kwenye maisha yako. Na ili uzipate hizo baraka, kuna sehemu ambapo unatakiwa kupita. Haleluya. Sasa hao wakati wanapita kuenda Mungu alikowaagiza waende kwenye baraka zao, wanakutana na mfalme hapa anaitwa Sihoni, mfalme wa Heshboni. Wanamwambia, tunaomba ruhusa ya kupita kwenye nchi yako, hatutakula cha kwako. Na ujumbe huu ni ujumbe wa amani. Yaani turuhusu tukupita tu. Sisi tunaenda, kuna mahali Mungu ametuagiza tuende kwenye ndoa zetu. Kuna mahali Mungu ametuagiza tuende kwenye biashara zetu. Kuna mahali Mungu ametuagiza tuende kwenye mafanikio yetu. Ila ili tupite, tunatakiwa kupita hapa kwenye nchi yako. So tunaomba kupita tu njia. Kama tukila chochote kwenye nchi yako tutalipa fedha.
na kama tutakunywa maji kwenye nchi yako tutalipa fedha. Tunaomba utupite, hatuna mambo mengi, ya kwetu ni hayo tu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sihoni alipogundua hawa watu wanataka kupita waende kwenye mafanikio, akakataa, akasema apiti mtu. Hakuna kupita. Upite ukafanikiwe, upite ukajenge nyumba, upite wewe ukastawi, hatukubali. Haupiti. Sasa kwa kuwa alikataa kuwaruhusu watu wa Mungu kupita, Mungu anawaambia sasa, nimeanza kumtoa Sihoni mbele yako. Anza kumiliki nchi yake upate kurithi. Bwana Yesu asiwe sana. Ujumbe wangu ni upi? Ujumbe wangu ni kwamba wanaokuzuia wewe kupita kwenda kwenye mafanikio yako, ulimwengu wao uko namna hii. Wakati wewe unapambana ufikie hatua fulani, kwenye ulimwengu wao wanakuwepo watu wenye chuki ambao kazi yao ni kuhakikisha wanaweza kukuzuia usiende mahali ambapo ndio penye ndoto zako. Sasa mwaka unaokuja 2026, yoyote atakaye kuzuia kwenda Mungu amekusudia ataanguka ili wewe ulisi. Yoyote atasimama mbele yako kupinga ndoa yako, kupinga kazi yako, kupinga biashara yako, atakaye kufanya kuwa mgonjwa ataanguka yeye kwa jina la Yesu. Yanaombwa maombi hapa, nasema tunaomba utupishe. Hebu sema nipishe. Mwaka 2026 wakupishe upite uende. Waliokunyanyasa, waliokutesa, tunatamka wakupishe. Hebu sema pisha. Sema tena pisha. Ninawaona adui zako watakupisha 2026, na kama hawatapisha wataondoka kwenye hiyo eneo wewe umiliki. Kuna watu wa Mungu wanakwenda kumiliki 2026 kwa sababu adui zako waliokuonea na kukutesa wao wataanguka, wewe utasimama kwa jina la Yesu aliye hai. Biblia inasema tukatuma ujumbe kwa maneno ya amani, sio ugomvi. Yaani huyu bwana anayepita hahitaji ugomvi, anaomba kupita njia, kuna mahali anaelekea. Kuna wakati mwingine unaona ni wakati wa wewe kumiliki kitu fulani, lakini kuna binadamu wamesimama kama vizuizi fulani. Kwenye ulimwengu wa roho unaweza kujiuliza, mbona mimi kwangu mambo magumu? Kumbe kuna nguvu za giza zimesimama kukuzuia. Chochote kitakachokuwa kimekuzuia 2026 kuanguka ni lazima, ili wewe uendelee na safari. Wewe utaendelea na safari. Aya. Kuna mtu hajanielewa. Watu hawa watu wanaomba kupita njia. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwezo wa kufanikiwa unao, na Mungu anaweza kuwa amekupatia uwezo wa kufanikiwa, lakini wapo ambao wameziba njia za mafanikio yako. Wapo ambao wanapambana wameziba njia za mafanikio yako. Njia za kuinuka kwako zimezibwa. Sasa hawa wanaomba, tunaomba kupita tu. Ni hayo tu, hatuna mambo mengi. Tunahitaji kupita kwenda kwenye biashara zetu. Tunahitaji kupita kwenda kwenye mafanikio yetu. Tunahitaji kupita kwenda kwenye afya zetu. Yoyote anayezuia yeye aanguke, wewe upite kwa jina la Yesu. Ninatabiri usiku wa leo katika jina la Yesu, ikiwa Mungu amekubarikia wewe kuwa afisa fulani, utakuwa vile hata kama kuna maadui wamesimama kwa jina la Yesu. Aya. Neno hili linanibariki kwamba Mungu anasema amekataa kuwaruhusu ninyi muende kwa kunywa kwa fedha, kwa kula kwa fedha, hataki. Amekataa maombi ya amani ya nyinyi kuomba kupita. Sasa kwa kuwa amekataa, nimeanza kumtoa. Naanza kumtoa mbele yako. Na mimi natamka usiku huu, yoyote aliyesimama mbele yako, kuhakikisha unazuiliwa usivuke kwenda kwenye mafanikio, nataka nikwambie Mungu ameshamtoa mbele yako. Andiko nimekuwekea hapa. Sikiliza vizuri. Hata akiwa mke wa kifuani kwako anayekuzuia, Mungu anamtoa. Hata akiwa mume wako anayekuzuia, Mungu anamtoa. Hata akiwa shangazi yako anayekuzuia, Mungu anamtoa. Yoyote anayekuzuia 2026, nasema Mungu anamtoa. Mungu anamtoa.
Ili wewe upate kumiliki, lazima watu watolewe kwanza. Kuna aina ya watu wanatakiwa watolewe ili wewe umiliki. Kuna aina ya binadamu wanatakiwa waanguke ili wewe umiliki kwa jina la Yesu. Niongezee sauti hapo kidogo. Kuna mafanikio huwezi kuyapata kama kuna watu wengine bado wamesimama. Kuna watu wanapaswa kuanguka ili wewe uingie kwenye umiliki. Halo. 2026 hakutakuwa na mtu atakayesimama mbele yako. Na yazungumza maneno haya kwenye madhabahu. Yoyote atakayeinuka kwako kwa hila. Unajua wakati mwingine anainuka mtu kwa hila, anapambana na wewe kwa hila, anashindana wewe, huna matatizo. Watu hawana matatizo na mtu. Wao wana amani na kila mtu. Wao wanaomba kwa amani kupita. Unamzuiaje kupita mtu ambaye hana ugomvi na wewe? Unaanzaje kumchukia mtu ambaye hajawahi gombana na wewe? Unaanzaje kuchukia ndoa ya mtu hajawahi gombana na wewe? Nataka nikwambie, watu wote walioona hasira juu yako 2026, Bwana ameniambia anaanza kuwatoa mbele yangu. Wanaanza kuondoka mbele yangu, wanaanza kupotea mbele yangu. Hautawaona kwa jina la Yesu. Walioshindana wewe hautawaona kwa jina la Yesu. Waliokuinukia hautawaona kwa jina la Yesu. Yes. Wewe hebu shangaa pamoja na mimi. Shangaa pamoja na mimi. Mtu haujawahi mkosea. Ndio. Haujawahi gombana naye. Haujawahi mtukana. Ndio. Hauna ugomvi naye. Ndio. Lakini ameinuka ana hasira na wewe, hataki ufanikiwe. Hauna undugu naye. Hauna ujirani naye. Yeye ameinuka ashindana na wewe. Niko hapa natabiri kwenye madhabahu ya Sauti ya Ukombozi. Yoyote anayeshindana na wewe 2026. Ndio. 2026. Ndio. Kila atakayeshindana ataanguka yeye kwa jina. Yes. Raya makoria basoto. Ramakala mashekete. Ibo shekere baba. Hey! Hebu jaribu kushangaa na mimi. Unauza mchele. Ndio. Ninauza yebo. Unanionea wivu wa nini? Ningekuwa muuza mchele mwenzio, ungesema umeiba wateja wangu. Nataka nikwambie, yes, watu walioona hasira juu yako, yes, waliona hasira juu ya ndoa yako, ndio, waliona hasira juu ya biashara yako, ndio, waliona hasira juu ya maisha yako, ndio, Bwana ameanza kuwaondoa. Ndio. Kuanzia 2025. Yes. Bwana ameanza kuwaondoa. Ndio. Shakatokopo. Ni rahisi wewe kupanda ngazi kwenda juu. Yes. Ni rahisi wewe kupanda cheo kazini ukawa juu. Ila kuna watu ambao wamesimama, na sio mbali, ni watu wa karibu. Wao wamesimama wanapambana ya kwamba wewe hautaki kupanda juu. Mungu amenipa ujumbe, yes, ya kwamba ameanza kuwaondoa. Yes. Ameanza kuwaondoa. Ndio. Nenda sasa umiliki. Ondoka. Nenda sasa urithi. Ondoka. Nenda urithi biashara. Ondoka. Nenda umiliki ndoa. Ondoka. Nenda umiliki kazi. Ondoka. Nenda ondoka. Ondoka. Rakakakapa. Yakakakopa. Yes. Yakakakopa. Shakatabaya. Rebobo shakapa. Rakapa. Rebobo shakapa. Sikia. Sikia. Kuna wakati unahisi mbona kuna ugumu kwenye maisha yangu? Mbona hali hii ninayopambana mimi kupata mtoto? Yes. Mbona kuna watu ambao wanakutana kiajabu tu kwenye mahindi, wanapeana ujauzito, wanazaa watoto. Mimi nimesimama kwa Mungu muda mrefu. Watoto siwaoni. Ndio. Namlilia Mungu. Ndio. Watoto siwaoni. Ndio. Sikiliza, aliyekuzuia sihoni, Mungu ameniambia, yes, ameshaanza kumuondoa. Ndio. Na yale magonjwa ulionayo, ndio, ameshaanza kuyaondoa. Ndio. Na ile mikosi kwenye maisha yako, ndio, ameshaanza kuondoa. Na waona kuna watu wanakwenda. Yes. Anza kwenda kumiliki sasa. Yes. Kwenda kutawala sasa. Na kwenda. Shabaka parada. Na shabaka parada. Ikapara basoko. Ndio. Yebesa kapa. Kaya basataya. Kuna mtu kwa hapa pengine unielewi. Unasema mbona mimi sielewi? Mimi sijaokoka. Nawezeje sasa nikatawala mchungaji anavyosema? Nisikilize. Mungu amemuumba mwanadamu, amemwekea kwenye maisha yake
kutakuwa na hatua moja hadi nyingine. Ndio maana anawatoa wana wa Israeli, anawaagiza waende mahali, na anaposema waende mahali haimaanishi upinzani haupo. Wanatokea watu wanasema hivi, ingawa umeagizwa kwenda kwenye baraka,